Kapernaum. Kapernaum ulikuwa ni mji wa kale uliopo kaskazini mwa ziwa Galilaya katika nchi ya Israeli ya leo. Jina lake linamaanisha kijiji cha Nahumu, ndiyo maana ya Kapernaum. Kapel ni kijiji, Nahumu ndiyo hiyo hapo. Ingawa nabii Nahumu hakuishi hapo, jina linaashiria mji ulikuwa na historia ya Wayahudi. Mji huu ulikuwa mdogo lakini wenye shughuli nyingi, uliokaa kwenye njia muhimu ya biashara kati ya Galilaya na maeneo ya mbalimbali kama Dameski. Hivyo Kapernaum ulikuwa mahali pa watu wa mataifa tofauti: Wayahudi, Warumi, wafanyabiashara, wavuvi na wakusanya kodi. Baada ya Yesu kuondoka Nazareti, alihamia Kapernaum na kufanya makao yake makuu ya huduma. Sababu kuu ni hizi: lilikuwa ni eneo la mkakati. Kapernaum ulikuwa kwenye njia kuu ya biashara, hivyo watu wengi walipita hapo. Huduma ya Yesu ilifikia watu wa kila aina. Kwa hiyo shabaha yake ni kuwafikia watu mbalimbali. Ulikuwa mji wa wazi kwa wageni, tofauti na Nazareti. Kapernaumu haukuwa mji wa kifamilia au koo zile za Wayahudi pekee. Hii ilifanya ujumbe wa Yesu usipigwe vita mapema kwa sababu ya ukoo wake. Namba 3, makao ya wanafunzi wake Petro, Andrea, Yakobo na Yohana waliishi karibu na hapo Kapernaum. Hata nyumba ya Petro ilitumika katika sehemu ya mikutano na uponyaji, yaani semina zile na uponyaji ulifanyika katika nyumba ya Petro. Ndiyo maana Biblia inasema Yesu akaenda Kapernaum, nao wakastaajabu kwa mafundisho yake. Kapernaum ulikuwa mji wa miujiza mingi kuliko miji mingine yoyote. Yesu alimponya mama mkwe wa Petro hapo, alimponya mtumishi wa jemedari wa Kirumi hapo, alitoa mapepo kwa watu wengi hapo, alimponya mtu aliyepooza aliyeshushwa kupitia njia ya darini hapo. Wagonjwa waliletwa kwake kwa makundi hapo. Kwa nini miujiza mingi ilifanyika lakini hawakuamini? Ndiyo, sababu kuu ni hizi: walizoea miujiza ikawa ni ya kawaida machoni pao, wala haikuwa ishara ya kuwapelekea toba. Walitafuta faida, si kweli ya neno. Wengi walitaka uponyaji, chakula au msaada wa haraka, sio kubadilisha mioyo yao. Walikuwa na kiburi cha kiroho, walijiona wao ndio wanamjua Mungu tayari, kwa sababu walimuona Yesu ana kwa ana, walimuona kila siku walipomhitaji, tofauti na maeneo mengine ambao walimuona Yesu kwa nadra. Walitaka Yesu awe wa kisiasa, walitarajia Masia wa kuwakomboa kutoka kwa Warumi, si wa kuwakomboa kutoka dhambini. Ndiyo maana Yesu alisema maneno mazito: na wewe Kapernaum, je, utainuliwa mpaka mbinguni? La hasha, utashushwa mpaka kuzimu. Na mara nyingi aliikemea akisema, ole wako, kwa kuwa miujiza imefanyika kwako, lakini hujataka kuamini. Hii ilikuwa ni hukumu ya mji uliokataa nuru kubwa, ambapo maneno ya Yohana yalitimia kwao. Alikuja kwa walio wake, wala walio wake hawakumpokea. Kapernaum ulikuwa ni mji wa wavuvi, mji wa biashara, mji wa dini. Sinagogi lilikuwa hapo, mji wa mchanganyiko wa mataifa, mji wa neema nyingi lakini toba ndogo. Kwa kifupi, ulikuwa ni mji uliobarikiwa sana lakini haukubadilishwa. Kapernaum ya leo imebaki ni magofu tu, hakuna mji hai tena. Kuna mabaki ya sinagogi la kale, kuna mabaki ya nyumba ya Petro. Ni maeneo ya kihistoria
na hija. Ukimya uliopo leo ni ushuhuda kwamba maneno ya Yesu yalitimia. Yesu hakufanya miujiza mingi Yerusalemu kama ilivyokuwa Kapernaum. Kapernaum ulikuwa na askari Warumi waliomheshimu sana Yesu, ndio maana mara nyingi alipendelea kuwa pale. Sinagogi lao lilijengwa kwa msaada wa jemedari wa Kirumi. Mji ulimpokea Yesu sana mwanzoni, lakini ndio uliomkataa sana baadaye. Kapernaum ni mfano wa mtu anayesikia injili mara kwa mara, lakini hachukui hatua yoyote. Kapernaum ulikuwa mji uliosikia injili moja kwa moja kutoka kwa Yesu, ukaona miujiza kwa macho yake, lakini haukubadilisha mioyo. Leo umebaki kuwa magofu kimya, ukishuhudia ukweli huu mmoja: sio kuona miujiza kunakookoa, bali kuamini, kutubu na kuitikia sauti ya Mungu ndiko kunakomwokoa mtu. Shalom, shalom. Jina langu ni mtendakazi wa Kristo shambani mwa Bwana, naitwa Kuhani Mwakalambo. Mbarikiwe na Bwana.